Nakushukuru kwa sababu ya wema wako, pia kwa sababu ya kusikiza na kujitolea, kwa sababu ya kuja mahali hapa, kuwa mahali popote ulipo, na pia kuweza kusikiza yale ambayo yanayoendelea. Na kukaribisha masaa haya kwa kipindi kifupi sana ambacho ni cha kujifunza familia. Masuala haya ya familia na jinsi ambavyo familia yanavyokuzwa. Siku ya leo, kati ya wala adui 5 ambao wanaoharibu familia, siku ya leo tunaangalia adui watatu, baada ya kuangalia adui wa kwanza ambaye ni wa usinifu ama mambo ya kutokuwa na heshima ya pale nyumbani. Adui wa pili tukaangalia kwamba watu wanapokosa mawasiliano yaliyo mazuri pale nyumbani, mara nyingi watu wanaharibika ama nyumba inabomoka. Na siku ya leo, wapendwa, tunaangalia jambo lingine ambayo inasema kwamba immaturity, yani kutokuwa. Tuombe. Baba wetu mtakatifu unaishi juu mbinguni, nanja mbele zako masaa haya nikikushukuru Baba kwa sababu ya uwezo na nguvu zako ambazo Bwana unaendelea kumimina kwetu, kwamba tuweze Bwana kuishi kulingana na mapenzi yako. Baba wetu wa mbinguni, ukawa pamoja nasi katika vipindi vyote vya mchana wa siku ya leo, na pia Mungu ukaongoza na kulinda familia. Hebu yale ambayo yanayotoka ndani ya maandiko yako matakatifu yakaweze Bwana kujenga na kuwezesha familia pia ikasimama imara, ili Mungu ujapo mara ya pili tuweze kuwa na uzima wa milele. Ikiwa kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Wapendwa, mchana wa siku ya leo na warejesha pia katika kipindi ambacho ni cha kujifunza mambo haya ya familia. Familia tukaona ya kwamba iliweza kuanzishwa naye Mungu mwenyewe alipoweza kuwaumba Adamu na Hawa na kuwaweka katika shamba la Edeni, ili waweze kuendelea kuishi katika ulimwengu huu. Wakati ambapo dhambi ilikuwa imeingia, kusudi la Mungu ilikuwa ni kwamba wanadamu wakaweza kuishi maisha ambayo yaliyokuwa mazuri na waishi maisha ambayo hayangekuwa na shida yoyote. Lakini dhambi ilipoingia katika ulimwengu, hapa basi ndipo mahali ambapo shida nyingi ziliingia katika ulimwengu wetu, na ikaweza kuleta shida na ikaweza kufanya familia nyingi na nyumba nyingi zikaweza kuharibika. Yaani nyumba nyingi zimeweza kuharibika ni kwa sababu ya kutozingatia yale ambayo Mungu alikuwa ameweza kuagiza mwanadamu akaweza kufanya. Tuliangalia jana jinsi ambavyo familia nyingi wanakosa mawasiliano pale nyumbani, na mawasiliano yanapoharibika, basi hapo ndipo ule uvunjivu ama kuvunjika kwa ndoa ya wale ambao waliopendana inafika katika sehemu ya kwamba haina matumaini tena kuweza kuendelea. Katika jambo hili ambalo ni la siku ya leo ya kwamba watu wanakosa kukua, tuangalia kitabu cha Mithali jinsi ambavyo maandiko yanavyosema. Ni Mithali, kitabu hiki ni cha Mithali 18, aya yake ni aya ya 22, inasema hivi: apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Mtu yeyote ambaye anayepata mke anapata kitu ambacho ni kizuri, tena anakubalika na Bwana. Jambo hili ambalo nilizungumzia siku ambazo zilizokuwa za kwanza kwamba Mungu aliweza kuona ni vyema mwanadamu akasija akaishi peke yake, bali akaweza kumfanyia wa kumsaidia, yani msaidizi wake, ili waweze kusaidiana wakafanya yale ambayo Mungu alikusudia katika maisha ya mwanadamu. Maisha haya kwamba hao wawili walioumbwa na Mungu kwamba waishi kwa pamoja wakifanya kila kusudi ambalo Mungu amelikubali, ili familia ikaweze kuendelea. Familia, kila siku narudia jambo hili, familia ni muundo wa mume na mke wanapata watoto. Kitabu cha Mwanzo 1:28. Haya ni yale ambayo Mungu alikusudia, na muundo huu ulianzishwa na Mungu mwenyewe, yaani kuwe na mwanamume na kuwa na mke, alafu kuwe na watoto. Wawili waliounganishwa na Mungu, ndipo basi
mambo yake yanatokezea mahali pale. Basi unapokuta mahali ambapo unakuta ya kwamba mtu ni mmoja, yaani mmoja anaishi, elewa ya kwamba jambo hilo labda limetukia kwa sababu ya mambo fulani fulani ambayo utaangalia kwa siku nyingine. Wawili ambao wameweza kuunganika, mume na mke, wakawa kitu kimoja. Mungu aliweza kuwabarikia, na hata siku ya leo Mungu anawabariki wote ambao wanaoingia katika darasa hili la kujifunza mambo ya kifamilia. Wanapoingia darasa hii, maana hii ni jambo ambalo linashangaza. Unapoenda pale kanisani mara nyingi, unapoenda kwa DC mara nyingi, wale ambao wanaenda kuoana mahali pale wanapatiwa cheti, ati ni cheti cha ndoa, yaani cheti cha kuoana kwao, na kwamba ni wale ambao ni wajinga wawili, maana hawana qualification yoyote, hawajai soma mambo ya familia, lakini wanatapatiwa certificate ya kwamba wameoana, mume na mke, wanapewa certificate waende waishi. Mwisho ile kijikaratasi waliopewa, baada ya mambo ambayo yanayokuja sasa, yale ambayo ni practical yenyewe yanapoonekana, inafika mambo ya kwamba watu wanaachana, na kwamba walichukua certificate hiyo na wako naye wakisema kwamba wamequalify kuwa mume na mke. Jambo hili la kwamba la immaturity, yaani kutokuwa katika mambo ya ndoa, mara nyingi ndani ya wote wawili mume na mke, ni jambo ambalo inatajwa ya kwamba huenda ikawa watu hawa ni kwamba hawakui katika mambo ambayo yanayostahili familia yaweze kuwa nayo. Wapendwa, familia nyingi ijapokuwa wako na hali hiyo ya kwamba wamekuzwa wakawa watu ambao ni wazima, basi wanafikia kiwango hiki cha kwamba relationship yao inafika ya kwamba haikui. Relationship ndani ya familia haikui. Unakuta mama ambaye ni mzee, lakini ndani yake characteristics zake kwamba hakui, anakaa kuwa mtoto katika familia miaka yake yote. Hii ni adui mojawapo ya yale ambayo yanayovunja familia. Kitabu cha Mithali 19 haya yake ni aya 14, inasema hivi: nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye, bali mke mwema, mke mwenye busara, mtu upewa na Bwana. Bwana asifiwe. Yaani vitu vyote unaweza ukarithi kutoka kwa wazazi wako ama kwa wale wengine, unaweza ukarithi vitu vyote, lakini mke, andiko inasema hivi ya kwamba mke mwema anatoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mke ambaye ni mwema, huyu mke mwema ni yule ambaye ametoka kwake Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu ameahidi ya kwamba mke huyo aweze kuja na mke huyo aweze kuishi pamoja naye, maana ni kipawa, ni gharama ambacho kimetoka kwake Mwenyezi Mungu, akaja mahali ambapo ulipo. Maana Adamu aliumbwa na ikawa ya kwamba alikuwa katika hali ya upweke sana, na ndipo Mungu akamuumbia msaidizi wa kuishi pamoja naye na kusaidiana. Basi kwa hivyo ni jambo la namna gani ambalo tutaweza kuangalia ya kwamba familia inakuwa wote ambao wanaishi pamoja, wala ambao wamependana, mume na mke wanapoishi pamoja, ni nini na nini ambacho utaweza kuangalia ya kwamba familia hawa wanakuwa, yani ni kugrow. Maisha haya ni kukua. Jambo la kwanza, kila mmoja aweze kuwa na lengo lake. Jambo la kwanza, lengo la kwanza ni kwamba uweze kumfanya mpenzi wako akafurahi miaka yake yote, hata milele zote. Mpenzi wako, mume wako, mke wako ndani ya familia, wote ambao wameoana ama kuolewa, jambo la kwanza, hakikisha ya kwamba mpenzi wako ana furaha. Yaani lengo lako kila wakati ni kuhakikisha kwamba mume wako ama mke wako ana furaha kila wakati. Furaha hii, wapendwa, mara nyingi ndani ya familia, furaha hii inapoanza
ni wakati ambapo mtu amemchukua mke kwa siku za kwanza, wiki ya kwanza na wiki ya pili. Baada ya hiyo basi chimbuko la uovu linaanza kuonekana ndani ya familia. Chimbuko ambalo ni ya kutokuwa ndani ya familia linaanza kuonekana.